Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa zawadi ya uhai na kwa zawadi ya wokovu. Ninamshukuru Mungu sana kwa wema wake na fadhili zake. Ninamtukuza Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu sana, anastahili kuabudiwa, anastahili kutukuzwa, anastahili kuheshimiwa. Yeye ni muweza, ni muumba wa mbingu na nchi, hakuna kama yeye. Yeye ni mwaminifu. So siku ya leo ningependa kukaribisha wewe mwanamke katika mafundisho haya, tukaweze kujifunza pamoja na tukaweze kutafakari neno la Mungu, kwa sababu tunapotafakari neno la Mungu, hapo ndipo tunaendelea kumjua Mungu zaidi na zaidi, na hapo ndipo tunaendelea kutakasika, kwa sababu unapojua neno la Mungu unajitenga na uovu. Unapojua neno la Mungu linakufundisha jinsi ya kutembea katika utakatifu na katika njia za Mungu na kumuinua na kumtukuza. Sasa siku ya leo ningependa tuongelee kuhusu imani, kumwamini Mungu. Kumwamini Mungu, yani kumwamini Mungu. Kukuwa na imani kwa Yesu Kristo. Sasa kila ambacho tunakosea ni sisi tunaweka imani yetu kwa vitu vingine. Hatuweki imani yetu kwa Yesu. Hapo ndio shida inapotokea. Unajikuta una struggle sana, na ni kwa sababu imani yako hujaweka kwa Kristo, umeweka kwa wanadamu, umeweka kwa vitu. Sasa unajikuta unajikuta umekaa sana kwa shida yako, kwa shida ambayo maybe haungekaa sana. Unajua inategemea. Kuna zile ambazo Mungu ataalau zikae sana, kwa sababu kupitia yuka sana kuna kitu anataka kikue ndani mwako, unajua. So inategemea. Lakini kuna zile ambazo utakaa sana ni kwa sababu hujamtegemea Mungu, hujamfuata yeye muweza wa yote, unaona. So before tuendelee sana, ningependa kwenda kwa ushuhuda kidogo, ushuhuda yangu ambayo itatufundisha tusichoke kumtegemea Mungu, tusichoke kumwamini Mungu. Sasa mimi kuna wakati nilikuwa nimeandikwa katika kazi, nilikuwa nimeandikwa kwa hoteli. Hizo siku za corona, venye corona ilianzanga, hii ugonjwa wa corona. Sasa venye ugonjwa wa corona ilianza, kazi mingi sana zilifungwa. Kwanza kazi za hoteli hizo hata zilikuwa watu, kwa sababu ilikuwa ni distance nini, so watu hata wako wanataka kuja kukula kwa sababu wanaogopa like utakuja kukutana na mtu, so hakukuwa na kazi. Nakumbuka hiyo hoteli ikafungwanga, so hakukuwa na kazi. So ilikuwa ni hiyo time ilikuwa ni usurvive tu kwa biashara. Kama wewe ni wana biashara, sasa wewe itabidi ufanye tu biashara ndio uweze kusurvive. So hiyo wakati mimi nilikuwa sijikani naweza kufanya biashara. Sasa nilikuwa nashindwa nitafanya biashara gani. Mimi nikashindwa kabisa nitafanya nini. Nilikuwa nimeokoka, lakini sikuwa spiritual. Sikuwa ninajua neno la Mungu, sikuwa ninajua. Lakini kwa nimeokoka, nilikuwa ninajua kuomba. Yaani uelewa wangu ulikuwa mdogo sana wa Mungu, lakini nilikuwa tu nimeokoka. So mimi kitu nilikuwa ninajua kuomba, nilikuwa ninajua kufunga, lakini sikuwa na neno sana ndani mwangu. In fact hata nilikuwa nikisoma neno sikuwa ninalielewa. Lakini kitu yenye mimi nilikuwa ninajua nafaa kuomba na kufunga na hizo vitu zingine, lakini neno la Mungu nilikuwa nikilisoma basi sikuwa ninalielewa, na sikuwa na issue. Nilikuwa ninashinda, nilikuwa nashangaa mbona sielewangi neno la Mungu. Na hata kama nitaelewa ni kidogo sana. So sikuwa ninajua ni kwa nini. So hiyo ndio ilikuwa shida yangu hiyo time. Lakini nilikuwa ninajua kuomba, basi sikuwa ninajua pia kuomba the right way. Unaona, pia sikuwa nina hiyo ufahamu. Yaani sikuwa na hekima ya kuomba pia. Nilikuwa ninaomba basi sikuwa na hekima. Sasa lakini Mungu alikuwa tu ni Mungu wa rehema. Sometimes hata tunafanya vitu hatuelewi, lakini kwa sababu tu ya mioyo yetu Mungu tu anaturehemu na tunajikuta tunapata tu majibu, lakini si kwa sababu ni kwa ile tu rehema ya Mungu. Alafu vile tu ameangalia mioyo yetu akaona vile tu umefungua moyo wako umemtegemea yeye, so vitu zingine unapata tu ni kwa ile tu kwa upendeleo wa Mungu, lakini si ati hata ulikuwa na deserve anyway. So hiyo wakati venye hiyo kazi iliisha, nikashindwa nifanye nini. Nikashindwa nifanye nini. So mimi hiyo time nilikuwa ninajuanga nikitaka kama nimeshindwa na kitu ninauliza Mungu. Na sana nilikuwa nikienda kuuliza Mungu kwa kitu kigumu nitaingia kwa mfungo. Na mfungo wangu ilikuwa ni nafunga siku 3 na nafunga na maji. Nilikuwa naonanga hiyo ndio mfungo. Yaani hiyo ndio mimi nilikuwa ninajua hiyo ndio mfungo yenye Mungu anasikia. Hiyo ndio uelewa wangu hiyo time. So nikaingia kwa mfungo siku 3.
ninakunywa maji tu na ninaomba. Nikaanza kuomba Mungu, namuuliza nifanye biashara gani? Hiyo ndio tulikuwa maombi. Nifanye biashara gani? Niongoze, nifanye nini? Sijui ni biashara gani nifanye. Mungu ni mwaminifu. After kumaliza fasting yangu nikakaa 1 week. Nikapata majibu. Nilisikia tu sauti inaniambia fanya biashara ya upishi, pika. Sasa hiyo time sikuwa na pesa ya kurent ama kununua vitu na nini. Nikashindwa. Lakini ya sikuwa nayo, lakini nikiambiwa pika, nikaambiwa pika kwa nyumba yako. Yaani wewe pikia tu kwa nyumba yako. Paki hizo chakula, niliongoza kabisa, pelekea watu huko kwa biashara zao. Nikaona kwa kweli ni idea mzuri kabisa, kwa sababu hao watu wanahitaji chakula. Na nakumbuka pia nikiwa kwa hoteli, nikifanya kwa hoteli, kulikuwa na msichana alikuwa ameandikwa. Hiyo kazi yake ilikuwa ni hiyo ndio ilikuwa kazi yake, kwenda kuchukua order kwa wale watu wanafanya mabiashara kule, na akuja wapelekee chakula. Anachukua, anaenda anachukua order, anaandika, anakuja anabeba chakula, anawapelekea juu hawezi funga biashara zao. Nikasema by the way, hii ni good idea. So nikaanza kupikia kwa nyumba yangu. Nilikuwa naamka mapema. Namshukuru Mungu alinipatia bidii. Nilikuwa naamka mapema, ninaomba kwanza. Nikimaliza kuomba, ninaanza kupika. Nilikuwa ninaanza kitu kama saa 9 hapo ya asubuhi, saa 10. Napika chakula by saa 6 kila kitu imekuwa tayari. Kwa tu peke yangu. Ninapack vyakula vyangu, ninapeleka town huko kwa biashara za. So the first time nikienda, sikuwa na mtu, sikuwa ninajua mtu. Mimi nikaanza kutafuta watu. Hiyo siku nimebeba chakula na ninatafuta customers. So nikaanza kuuliza watu. Nauliza, unaweza taka chakula? Ninauza chakula. Unaweza taka chakula? So walikuwa wananiuliza, umetoka kwa hoteli gani? Naambia, sina hoteli, nimepika tu kwa nyumba yangu. Nasema, hiyo ni idea mzuri, kwa sababu sasa hakuna kazi kwa kweli. Sasa mtu anakuambia, unauza nini? Anaangalia. Yaani ile tu hata pia wanakuonea huruma, jamani, unajaribu. Mtu anakuambia nipatie, wananunua. So hiyo siku nikapata customers, nikauza chakula, nikaendelea. Watu wananiambia, uko ukiniletea. So nikapata customer wanachukua namba zangu na nini. So niko ninajua nikienda ninajua niko na customer, nenda tu nikipeana. Sasa nikafanya hivyo miezi 3, ilikuwa mzuri. After that vitu zikaharibika, zikaanza kuwa vibaya. Watu hawataki tena. Ukienda mtu ni kama ajisikii na wewe, ni kama hataki. Mara leo sijisikii kula, mara sijui chakula yako ilikuwa sijui aje, mara sitaki. Sasa nikaanza kushindwa. Chakula ninaipika vile tu nilikuwa nikipika. Kwani sasa kuna shida gani? So ikabidi niache hiyo biashara, kwa sababu chakula ilikuwa inabaki ninapeana. So ninaenda hasara, nikaachana naye. Nikarudi tena kwa magoti, kufunga tena siku 3. Nikauliza tena Mungu, ni shida iko wapi tena? Nikamuuliza Mungu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu. Hiyo time hata sijui kama nilikuwa ninaomba the right ways. Sidhani nilikuwa naomba vizuri kwa kweli. Lakini kwa sababu tu ya ile kumtegemea Mungu, kuwa na imani ya kwamba Mungu ndo ana majibu yangu, Mungu alikuwa ananijibu. Hiyo tu imani, ya kuchukua tu ile imani na kuingia katika mfungo na kuuliza Mungu, hiyo peke yake ilikuwa inafanya Mungu tu ananijibu. Lakini ninakumbuka vizuri, sikuwa ninajua kuomba vizuri. In fact hata nikawa kwa huo mfungo, ni tu nilikuwa sikuli na kuomba. Hiyo nilikuwa nafanya, but hata kusoma neno sikuwa ninasoma, kwa sababu hata sikuwa ninaelewa anyway. Hata sikuwa najua unafaa kusoma neno pia. Unaona? Na sijui kama nilikuwa ninasoma, siko sure vizuri, but sikuwa ninaelewa neno kabisa. So haikuwa ndani mwangu. Hata sikuwa na hiyo ufahamu ya kwamba unafaa kusoma neno. Unaona? But nilikuwa ninasoma, basi sikuwa na ile nini sana. So Mungu tu ni mwema. Aliona moyo wangu, aliona ile imani nilikuwa nayo kwake, ya kwamba ninamuendea kumuuliza tena ni shida iko wapi. Kwa siku 3, na kweli Mungu ni mwaminifu, akanijibu. Nilisikia tu ndani mwangu, kwa sababu nilikuwa ninajua hicho kitabu cha Danieli. Nilikuwa ninakijua venye Danieli aliomba, alafu maombi yake yalijibiwa, lakini maombi yake yakazuiwa na wakuu wa anga. So venye maombi yake yalizuiwa, sasa Danieli hakuacha kuomba, aliendelea kuomba. Unaona? Ndio akakuja kupata majibu, kuambiwa kwamba maombi yake yalikuwa yamezuiwa, na malaika alikuja kumwambia alikuwa amezuiwa. Majibu yalikuja, lakini alizuiwa. Unaona?
So sasa venye niliongozwa kwa hiyo kitabu, nikajua okay, so baraka zangu Mungu amenishukishia, lakini shetani anazuia. Sababu Mungu alinijibu, nikaanza biashara kweli, nikaona ninauza, alafu saa kidogo biashara haifanyi tena. So inamaanisha kuna shetani amezuia hapa. Sasa shetani alipojua nimejua siri, ninaenda kwa Mungu, ninapata majibu, akajua huyu ni lazima nimzuie kwenda kwa Mungu. Sasa cha kushangaza ni mimi nilikuwa nimezoea kwenda kuuliza Mungu. Sasa wakati huu nikajisahau, sikurudi tena kuuliza kwa Mungu. Nikaulize sasa ninafaa kufanya aje, niombe maombi gani ama nifanye nini, ama ni nini ninafaa kufanya. Sikuenda tena kwa Mungu, nikaanza kuuliza wanadamu. Nilikuwa kwa mfungo, nikaambiwa wale maombi ya Danieli venye alizuiwa na nini. So hapo ndo hapo ndo nilipata shetani nafasi akanishika sasa. Kwa sababu sasa tumaini langu limetoka tena kwa Mungu, limeenda sasa kwa wanadamu. Naye shetani akaniletea wanadamu kweli, wale ambao anawatumia kweli kweli. Nikaongozwa katika kanisa ingine, nikaambiwa enda kwa hiyo kanisa utafunguliwa. Sijui baraka zako sijui nini zimeshikwa sijui what. Nikakorogwa hivyo, nikajikuta nimeongozwa katika kanisa ambayo kwa kweli haikuwa hawamwabudu Mungu wa kweli. So wanatumia nguvu za giza. So kwa ile kanisa nikajisahau kuuliza Mungu kabisa. Yaani nilitoka hivyo, na hivyo ndio nikashikwa na shetani. So shetani alikuwa ameona ninachomoka kwa mikono yake. So kwa ile kanisa ni zile kanisa ambazo mnapewa mafuta, mnapewa stika, mnapewa maji, mnapewa ni. Sasa imani yangu ikageukia zile vitu. Sasa mimi nikakuwa kwa sababu hiyo ndio kitu mnafundishwa pale. Tumia mafuta, tumia nini, ukitembea weka mafuta yako kwa nguo huko, sijui ndio ulindwe, sijui nini, weka stika weka kwa kitanda. Hiyo stika iko na huyo mwenye yuko na huyo pastor wa hiyo kanisa, weka stika, sijui nini, fanya nini. Sasa imani yangu ikatoka kwa Mungu ikageukia zile vitu. Sasa nikakuwa ni mtu wa hiyo kabisa, ninafuata hiyo. Sasa cha kushangaza, lakini Mungu ni wa neema. Mungu alikuwa ananionyesha kwa ndoto kabisa, ananionyesha, lakini mimi ninapingana. Ananionyesha hapo si mtu sahihi hapa, hauko the right. Yaani Mungu alikuwa ananionyesha, lakini hiyo time nimeshikwa, nimefanya nikiamka ninakemea hiyo ndoto, ninaona ni kama ni shetani ananitoa katika kanisa ambalo ni la Mungu. Kumbe lakini Mungu ni wa rehema. Ninamshukuru Mungu sana kwa wema wake. Sasa imani yangu ikageukia vitu, ikageukia watu, sasa nikakuwa ninamtegemea sana yule mtumishi alikuwa pale. Yeye ndo akageuka ni kama ni Mungu wangu. Na kumbuka ile time huko nilikuwa hata sijajua sana mambo ya Mungu, sijaelewa sana hata neno, lakini nilikuwa ninaelewa kwamba ninafaa kumwendea Mungu. Nilikuwa ninamwendea Mungu nikitaka kitu, lakini sasa hizi hiyo imetolewa. Sasa mimi ninamtegemea mwanadamu, unaona. Na hapo ndipo nilishikwa na shetani na akanivuruga kweli, na nikajikuta na mashida mingi. Sasa ile shida nilikuwa nimeendea, sasa nikaongezewa dabo. Nilikuwa mtu mwenye wa afya mzuri sana, si kwanga mtu na magonjwa bali nilienda pale nikaanza kupata magonjwa ya kila namna. Na hapo ndipo maisha yangu yalivurugika kwa kweli. Kwa sababu shetani akishaona unataka kuchomoka na hauna ufahamu, anakufunga ufahamu, anakukoroga zaidi, kwa sababu ndo aweze kukufunga zaidi, ndo ukwetu kwa giza. Lakini Mungu ni mwema, alinitoa mahali pale. Aliponitoa mahali pale, ninamshukuru Mungu, akaniongoza katika madhabahu ambayo ni ya sahihi, madhabahu ambayo ni ya kwake, watumishi ambao ni wa kwake, ambao wananiongoza katika njia zake. Amina. So hapo ndo nilikuwa nataka kusema, tukue na imani kwa Mungu, tusitegemee vitu, tusitegemee wanadamu. Because unapotegemea vitu ama wanadamu, tunapatia nafasi shetani kutuingiza katika giza zaidi na kutufunga zaidi
na shida zetu zitaongezeka, instead ya kuisha zitaongezeka. Lakini tukimwamini Mungu, Mungu ni muweza wa yote, atatuondolea zile shida zetu. Chochote kile ambacho tunataka kuondolewa, tutaondolewa na yeye. Yeye ndio muweza, yeye ndio anaweza kutuondolea shida zile ambazo tuko nazo. Yeye peke yake, umtegemee yeye, haijalishi itachukua muda gani. Wewe kaa hapo useme, Mungu, mimi ninakungoja wewe. Wewe ndio utakayeniondolea hizi shida. Mimi sitamtegemea mwanadamu. Mungu anatumia wanadamu. Wacha Mungu mwenyewe awalete kwa wanadamu. Usiwafate. Wacha yeye mwenyewe awalete. Alafu akishawaleta atawatumia, kwa sababu Mungu anatumia wanadamu. So tuweke imani yetu kwa Mungu. Sasa tukienda kusoma pia story ya mwanamke mmoja hapa katika Biblia. Tukisoma katika Marko 5:20 na ngapi? 25 inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mkono ya tabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusifae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Nikigusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanavyo kusonga? Nawe wasema ni nani aliyekugusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. So tunaona huyu mwanamke aliteseka kwa magonjwa, ile magonjwa aliyokuwa nayo miaka 12 natoka damu. Huyu mwanamke niko sure alikuwa anatembea kwa laana, alikuwa watu walimkataa, watu hawakutaka kumkaribia, alikuwa peke yake na upweke, ametumia pesa yake yote imeisha, hana chochote kile, hana wa kumsaidia, hana chochote, kila kitu chake kiliisha. Alibaki hivyo peke yake na magonjwa yake, na niko so sure watu walimkataa, niko so sure watu hawakumkaribia. Kama hata pesa zake ziliisha, hakuwa maybe hata na nyumba, hakuwa na chochote, maybe tu alikuwa tu anakaa peke yake mahali tu kwa street, hakuwa maybe hata na mtu yote. Alibaki peke yake na ugonjwa wake, lakini kulikuwa na kitu ndani mwake. Alikuwa na imani. Hiyo ndio ilikuwa imebaki ndani mwake, sababu alitumia pesa zake zote. Watu aliwategemea, matabibu wao, waganga aliwategemea, lakini hawakumsaidia. So akabaki na nini? Imani peke yake ndio alibaki nayo.